Urusi imeshambulia Ukraine kwa makombora takriban 69 usiku wa Mei 25, lakini pia Urusi ilifanya mashambulizi kwa ndege takriban 298 kwenda huko nchini Ukraine. Baada ya taarifa hii pia kusikia madhara au maafa mashambulizi ya Urusi ya makombora takriban 69 huko nchini Ukraine, na kufahamisha pia taarifa nyingine ambayo imeelezwa kwamba Rais wa Urusi amekoswa kushambuliwa na ndege zisizo na rubani za huko nchini Ukraine wakati akiwa kwenye ziara yake huko mkoani Kursk nchini mwake. Basi karibu sana katika undani wa taarifa hizi, nitakufahamisha hapa na kusihi tu ya kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho. Utasikia kiundani kabisa kuhusu taarifa mashambulizi ya Urusi huko nchini Ukraine, na utasikia pia kuhusu shambulizi la Ukraine ambalo inasemekana kwamba liliweza kumkosa au liliweza kulenga sehemu ambayo pia Putin alikuwepo huko Kursk nchini Urusi. Urusi ilishambulia mji mkuu wa Ukraine unaofahamika kama Kiev na mikoa mingine ya Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora usiku wa Mei 25 na kusababisha watu 12 kuuawa wakiwemo watoto 3 na kujeruhi takriban 79. Waziri wa mambo ya ndani anayefahamika kama Ihor Klimenko alichapisha hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram. Urusi iliweza kurusha makombora takriban 69 usiku mmoja wa Mei 25 na ndege zisizo na rubani 298. Jeshi la anga la Ukraine lilichapisha hivyo. Pia jeshi la wanahewa limeweza kuripoti ya kuwa makombora 45 yalidunguliwa na ulinzi wa anga na ndege zisizo na rubani 266 hazijabadilishwa, huku maeneo 22 yakirekodi shambulio la moja kwa moja. Mashambulizi hayo yanakuja usiku mmoja baada ya shambulizi zito zaidi la Urusi huko mji mkuu wa Ukraine maarufu kama Kiev katika kipindi chote cha vita, ambako shambulio hilo pia linaambatana na siku ya Kiev, likizo ya jiji ambayo kawaida huadhimishwa Jumapili ya mwisho ya mwezi Mei. Jeshi la anga la Ukraine liliweza kuonya Mei 24 ya kwamba Urusi ilikuwa imezindua mawimbi ya drones kuelekea mikoa mingi, na pia iliweza kutoa onyo la kombora la Bayraktar muda mfupi kabla ya usiku wa manane. Baadaye usiku huo pia tahadhari ya angani ilianza kutumika kwa mikoa yote ya Ukraine pamoja na mikoa ya magharibi mwa nchi hiyo. Klimenko alisema Warusi walishambulia mji wa Kiev, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odessa, Kharkiv, Chernihiv, Cherkasy mkoani Sami, lakini pia na huko Poltava ambako zaidi ya majengo 80 ya makazi yaliharibiwa kabisa na mashambulizi hayo. Waziri wa mambo ya nje kutoka nchini humo anayefahamika kama Andrei Sybiha aliweza kulaani shambulizi hilo na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuishinikiza zaidi Moscow kusitisha mapigano hayo. Ulimwengu mzima unapotoa wito wa kukomesha mauaji, Putin anaamuru mashambulizi zaidi, mashambulizi na mauaji ya watoto. Hii kwa mara nyingine inasisitiza umuhimu wa usitishaji vita kamili usio na masharti na kudumu kwa juhudi zozote za amani. Sybiha alichapisha hivyo kwenye jukwaa la kijamii la X, zamani ikifahamika kama Twitter. Aliongeza, ulimwengu lazima uishinikize Moscow kukubali kabisa hilo na kukomesha mauaji hayo mara moja. Ndicho pia ambacho aliweza kukiongeza kwenye chapisho lake kwenye X. Mtu mwingine aliweza kujeruhiwa katika wilaya ya huko Desnyansk alipokea matibabu, ambako alipokea matibabu katika eneo la tukio. Rychenko naye alisema hivyo wakati mwathirika wa pili katika eneo hilo akiwa amelazwa hospitalini, huku pia nyumba katika wilaya ya Dnipropetrovsk ya jiji pia ziliweza kuharibiwa. Utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev pia uliweza kuripoti ya kuwa mwanamke kijana katika wilaya hiyo aliweza kujeruhiwa kwa shambulizi hilo. Kituo cha biashara kiliweza kuharibiwa katika wilaya ya Shevchenkovsk, utawala ulieleza hivyo. Waathiriwa 11 waliojeruhiwa ni kati ya umri wa miaka 18 hadi 62, utawala ulieleza hivyo. Nje ya mji mkuu, watu 4 katika mkoa wa Kiev waliuawa katika mashambulizi hayo na wengine 34 walipata majeraha, utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev
ulichapisha hivyo. Huko Kharkiv, Meya Ihor Terhovi pia aliweza kuripoti ya kwamba ndege zisizo na rubani zilishambulia wilaya za Osnoviansk, Novobavinsk na Shevchevinsk za jiji hilo. Biashara ya kiraia katika wilaya ya Osnoviansk iliharibiwa kabisa, wakati jengo la ofisi lilishambuliwa katika wilaya ya Shevchevinsk. Vioo viliweza kuvunjwa katika majengo kadhaa ya ghorofa huku kukiwa na mashambulizi. Terhov alisema mtoto alijeruhiwa na vipande vya kioo na anapokea matibabu katika hospitalini maalum. Ndege zisizo na rubani na makombora pia zilishambulia maeneo mengi katika jiji la Chernihiv na maeneo jirani. Huduma ya dharura ya serikali iliweza kuripoti hivyo, huku moto uliweza kuzuka katika hifadhi na majengo yasiyo ya makazi, ikiwa ni pamoja na moto mmoja uliofunika zaidi ya mita za mraba 1000, na taarifa kuhusu majeruhi au uharibifu bado zilikuwa zinachunguzwa. Katika mji wa kusini mwa Mykolaiv, mwanaume mmoja aliuawa na watu 5 kujeruhiwa wakati ndege isiyo na rubani iliposhambulia jengo la makazi la ghorofa 5. Huduma ya dharura ya jimbo la Ukraine ilichapisha hivyo. Katika eneo la Ternopil, jiji la magharibi mwa Ukraine, ambalo pia huwa halilengwi sana au mara kwa mara na mashambulizi ya Urusi, kombora la cruise la Kryvyi liliweza kushambulia kituo cha viwanda na kusababisha moto. Gavana Vyacheslav Nehoda alisema hivyo. Majeruhi na uharibifu pia uliweza kuripotiwa katika mkoa wa Khmelnytskyi. Gavana Sahel Turin alisema hivyo, akiongeza kuwa mashambulizi hayo yaliua watu 4 katika eneo hilo na kuwajeruhi wengine 5 pamoja na kuharibu miundombinu ya kiraia katika eneo hilo. Poland ilikimbia ndege za kivita na kuwezesha ulinzi wa anga kama ilivyofanya awali ili kulinda anga yake wakati wa mashambulizi makubwa ya Urusi dhidi ya Ukraine. Usiku uliotangulia pia Moscow iliweza kuzindua shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani na kombora dhidi ya mji wa Kiev na kujeruhi takribani watu 15, na migomo hiyo pia ilisababisha mlipuko katika jiji zima na kuharibu kabisa majengo ya makazi. Nikiacha na taarifa kuhusu mashambulizi ya Urusi huko nchini Ukraine, pia taarifa nyingine ambayo nilikudokeza kufahamisha ni kuhusu taarifa ya rais wa Urusi Vladimir Putin kukoswa kushambuliwa na ndege ya Ukraine, ambako kamanda wa jeshi la Urusi amedai ya kuwa helikopta ya rais Vladimir Putin ilikuwa kwenye kitovu cha shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine mnamo Mei 20 katika jimbo la Kursk huko nchini Urusi, japo kamanda huyo hakutoa ushahidi wowote. Alisema waliweza kushiriki kwa wakati mmoja katika mapambano ya ulinzi wa anga na kuhakikisha usalama wa anga kwa ndege ya rais. Yuri Dashkin, kamanda wa kitengo cha ulinzi wa anga, alisema kama alivyonukuliwa na shirika la habari la Urusi RBC mnamo Mei 25, ambapo helikopta hiyo ilikuwa katika kitovu cha majibu kwa shambulio kubwa la ndege isiyo na rubani kutoka Ukraine. Waangalizi wa Ukraine walibaini ya kuwa madai hayo yanaweza kuwa jaribio la kupata uungwaji mkono kwa rais wa Urusi kwa kumtaja kuwa alihusika kwa karibu zaidi katika mapigano hayo. Putin alizuru huko Kursk mapema wiki iliyopita, akiashiria ziara yake ya kwanza inayojulikana katika eneo la Kursk tangu majeshi ya Moscow yarejeshe sehemu kubwa eneo hilo ambayo iliweza kutekwa na Ukraine mwezi wa 8, 2024.